Mimi labda la kwangu si refu sana. Nitakalo nisema ni kwamba tangu uchaguzi huu umeanza kumekuwa na taarifa zinazotoka kwamba masanduku hii wanayoita kura fake, actually badala ya kuita kura fake ni kura ambazo zikiingizwa kwenye system inakuwa kura huwezi kuzitambua tena. Kwa hiyo sio fake, ila ni fake kwa maana ya kwamba hazikupita mfumo wa kawaida. Katika nchi yoyote wakati wa uchaguzi, mwenye kuwa na fomu za uchaguzi ni tume ya uchaguzi. Haiwezekani mtu mwingine yeyote ambaye hakupewa na tume akawa na hizo fomu za uchaguzi za kupigia kura. Sasa zinapokamatwa masanduku, tulielezwa kuna masanduku yamekamatwa Njombe, kuna masanduku yamekamatwa Moshi, na hakika Mbatia baadaye anaweza akaeleza zaidi kwa sababu alishiriki kwenye sakata hilo. Tume inawezaje kukaa kimya kama kweli masanduku yake yamepatikana mahali ambapo sipo? Kuna sehemu zingine tume wamesema kwamba ni maofisa wa tume, lakini unaambiwa zimekamatiwa nyumbani kwa watu. Haiwezekani. Masanduku ya tume ya uchaguzi ni document ambayo inatakiwa ilindwe sana. Haiwezekani ipatikane nyumbani. Na ndio maana sehemu zingine unaambiwa kwamba watu wamepiga kura zimehesabiwa, waliokuwa na hesabu wameambiwa waondoke, kama unakataa unalazimishwa, alafu baadaye kura zile zikija kuhesabiwa zinakutwa sasa ni tofauti, kwa sababu hisia ni kwamba kuna kura za ziada zitakuwa zimetoka mahali fulani zikaingizwa katika mfumo sasa wa ule ambao unahesabu kura zile ambazo zingetakiwa zihesabiwe kihalali. Kwa hiyo mimi tatizo langu, inawezekanaje kura za ziada zikapatikana nje ya utaratibu wa tume? Kama kuna mtu mwingine ambaye naye ameweza kuchapa hizo karatasi za kura, basi tume wangejisafisha kwamba sisi za kwetu ni hizi zilizopatikana hatujui, ili sasa tujini na serikali kwamba ni nani ameleta hizo karatasi za ziada. Lakini tume tu kukaa kimya au kukataa, lakini unaambiwa masanduku yamekamatwa nje ya yale ya utaratibu wa kawaida. Kwa kweli tunadhani lazima kuna jambo kubwa katika upigaji huu wa kura, kwamba kuna ama tume imeshiriki ama tume imezidiwa na wajanja wengine. Lakini kama hiyo ya kuzidiwa ingelikuwa ni kweli, wangelisema kwamba jamani, sisi karatasi zetu tumezidhibiti, hazijaenda kokote, hizo hatuzijui, waulizwe hao walio ambao wamekamatwa na hizo karatasi. Lakini baadaye unakuta watu wakikamatwa na hizo karatasi zinakuwa hazionekani tena zimeenda wapi, wakati ni mfumo wa serikali umekabidhiwa. Kwa hiyo tunadhani kwamba jambo hili tangu mwanzo lilikwisha pangwa, kwamba lazima uchaguzi huu utatumika kwa namna hiyo, kwamba lazima watu fulani, mtu fulani ndio atakayeshinda na mtu fulani hakuna kushinda, hata kama watu wangelitaka namna gani. Nadhani hili ni jambo la hatari kwa demokrasia, lakini ni jambo la hatari zaidi kwa usalama wa nchi. Kwa hiyo mimi naomba, kama alivyosema mgombea, tume wangekubaliana na ushauri unaotolewa, kwamba sasa ni vema basi tukaliangalia upya, ili nchi isiye kaingia kwenye matatizo ambayo si lazima. Hakuna anayetaka nchi ingie kwenye shida hata mmoja. Mimi sipendi, hata nyewe hampendi, kila mtu hapendi. Lakini haki itakapopokonywa mara nyingi ndio inayoleta matatizo katika nchi. Asante sana. Tutasikia maelezo kutoka kwa